Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Kama unahitaji kubadilisha mwandiko wa Google Form, basi video hii ni kwa ajili yako. Kwanza kabisa, nenda kafungue browser yako, iwe Microsoft Edge, Google Chrome au Mozilla Firefox na nyinginezo. Kisha nenda kwenye sehemu ya kusearch, andika forms.google.com. Kisha bonyeza enter kwa ajili ya kusearch form zako template. Kisha sehemu kama hii itafunguka. Hapa utakutana na blank forms, lakini pia template tofauti, lakini sisi leo tutadeal na form yetu hii hapa ambayo tumeitengeneza kupitia zile video zilizopita. Kwa hiyo tutaiclick form hii ili tuanze kuibadilisha hati katika maandishi ya form hii. Tumeiona form yetu ina header au heading ambayo ni birthday polls, ina maswali tofauti kama tulivyofanya kwenye video zilizopita, huko tumeshafahamishana. Leo tunaendelea na maswala ya hati tu, na tuanze kwenye maswala ya kubadilisha hati au mwandiko. Tuanze kwenye heading hapa au header. Tunafanyaje? Tunaenda kwenye customize themes, tuna click sehemu kama hiyo. Ukisha click sehemu hiyo, sehemu hii ya theme itafunguka na utaona kwenye sehemu ya text style juu kabisa utaanziwa header ubadilishe. Sasa header ndiyo hiyo sehemu ya juu tunayoihitaji hapo. Sasa unakuja sehemu kama hii, una click drop down menu ambayo ipo, kisha utachagua aina ya hati unazozihitaji wewe. Ukifika tu kwenye hati ambazo unazihitaji, zile hati unaziclick. Kama zitakuja na offer kama hii, basi utachagua kama ni ziwe light au extra bolded, ziwe medium, normal, vyovyote vile. Sisi tumeclick extra bolded. Nadhani umeiona. Hiyo ndio header, kazi yake. Lakini kuna sehemu ya question. Hapa unatia hati kwenye maswali. Yaani hizi hati tunabadilisha kwenye maswali. Kwa ukiclick kwenye drop down menu hapo, unachagua aina ya hati au aina ya mwandiko, lakini kwenye maswali tu. Kwa una click kwenye sehemu ya ile jawabu yako au ile hati unayohitaji. Pia hati unaweza ukaibadilisha ukubwa kwa kuklik kwenye sehemu hizo za nambari, drop down menu yake, ukachagua ukubwa unaohitaji, kisha kazi yako ikawa imeisha. Nadhani unajionea hapo. Haina shida kabisa. Lakini vile vile unaweza kubadilisha text, hati zake. Text ni maandishi yote ambayo ukiachilia maswali, lakini pia ukiachilia ile header, yaliyobakia yote hayo ndio tunaita kama ni text. Nayo unaweza ukabadilisha maandishi yake kwa kufanya hivi. Ukaenda kwenye sehemu ya customize themes, ukaja kwenye sehemu ya text, ukachagua drop down menu yako, ukaklik hapo kwenye drop down menu, ukachagua aina ya maandishi unayoyahitaji. Kitu cha kuzingatia, maandishi unayoyachagua yachague maandishi ambayo yatasomeka vizuri, ili isije ikampa shida yule anayesoma. Usichague maandishi yakawa kidogo yana mbwembwe nyingi. Chagua maandishi kidogo ambayo mtu akiona tu atayasoma vizuri. Ukumbuke kwamba forms unamrushia mtu ili aweze kufanyaje, aweze kujibu. Kwa hiyo mpende katika uandishi wako. Hebu tu preview Google Form yetu. Nadhani inaonekana hii. Hasa Google Form yetu itaonekana katika mwandiko kama huu au katika muundo kama huu. Form yetu ni safi kabisa, ina maandishi kidogo yamependeza. Kwa hiyo wewe mwenyewe na uamuzi wako utachagua aina ya hati unazozihitaji. Mimi kwa leo nasema nimemaliza. Tukutane kwenye video ijayo ambapo huko tutazungumzia masuala ya response. Vipi tunaweza tukaona watu waliojibu hiyo Google Form yetu ambayo tumewarushia, lakini pia tunaweza tukaangalia vipi tunaweza tukamlink sasa mtu aliyejibu, manake tuone yale majina
kwa mfano jina fulani, amejibu jawabu fulani, ni kusihi tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV, karibu tena, bye bye.